وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف. Na katika riwaya ya Baihaqi ilipokelewa hadithi kutoka kwa Ibn Abbasi, Allah wawiradhi, qala, amesema kana Rasulullah, anasema Ibn Abbas, alikuwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, yuallimuna, akitufundisha, duaan, dua, nad'u bihi, tunaomba dua hiyo, fil qunuti, katika kunuti, min salati subuhi, katika swala ya subuhi. Alikuwa mtume akitufundisha dua, tunaomba dua hiyo kwenye kunuti katika swala ya subuhi. Wa fi sanadihi dha'fi, na katika sanadi ya hadithi hii kuna udhaifu. ذكر المصنف هذا الحديث في تخريج الأذكار من رواية البيهقي. Mtunzi ametaja hadithi hii katika takhriji ya adhkari kutoka na riwaya ya Baihaqi kwamba ni ile ile waliofundishwa, anaosema Ibn Abbas kwamba Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man wallait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kwa mtunzi wa kitabu anasema hiyo anasema Ibn Abbas walifundishwa kwenye kunuti ya subuhi, maana yake alikuwa kusudia ile ile aliyofundisha mtume katika kunuti ya witri. Tumeelewana eh? Lakini hadithi hii haitolewi hoja kwa sababu ni hadithi ambayo katika sanadi yake kuna udhaifu, na tutakujaona huko mbele, bali tumeelezea kwamba hadithi dhaifu haiwezi kuwekea sheria wala kusimamia ibada. Katika matumizi ya hadithi dhaifu ni katika mambo ya targhibati. Umeelewana eh? Fanya targhibu na mambo kama ya mfano huo, lakini sio katika kuwekea sheria jambo kwamba lafaa au halifai. Haitumiki hadithi dhaifu. Kwa hiyo Ibn Abbas yeye anasema mtume alikuwa akikunuti katika salatu subuhi wa witri laili, kwamba alikuwa akikunuti kwenye salati ya subuhi na katika witri usiku. Bihaulai alkalimati, alikuwa akikunuti kwa haya maneno, Allahumma hdini fi man hadait. Wa fi isnadihi majhulin, lakini katika isnadi yake kuna ambaye hajulikani katika wapokezi. Warawahu min tariqin ukhra, na amepokea vile vile katika njia nyingine. Wa hiya allati saqa almusannif, ambayo amepitisha hiyo msanifu na mtunzi, lafdhi yake an Ibn Jurayj, kutoka kwa Ibn Jurayj, kwa lafdhi iliyokuja yuallimuna duaan nad'u bihi fil qunut wa salati subhi, imekuja hivyo. Wa fihi Abdurrahmani ibn Hurmuz dhaif, lakini kwenye riwaya hii pia ya Ibn Jurayji kwa lafdhi yuallimuna duaa nad'u bihi fi qunuti wa salati subhi, kuna bwana mmoja anaitwa Abdurrahman ibn Hurmuz, huyu naye ni dhaif. Walihadha qala almusannif, kwa hilo basi ndio maana mtunzi wa kitabu hichi akasema wa fi sanadihi dha'fi, kwenye sanadi ya hadithi hii kuna udhaifu. Kwa hiyo hadithi hii haitolewi hoja wala hisimamiwi katika sheria. Wallahu a'lam. Kwa hiyo itabaki hadithi ile inosema kwamba kana yad'u Nabii sallallahu alaihi wasallam inda nawazil, kwamba mtume alikuwa akiomba kunuti katika matatizo katika jamii.
na sio kwa salatu subuhi pekee, bali alikuwa akiomba dua hii katika swala zote. Wallahu a'lam.